Kwa munasaba wa hadithi hii, kuna shekhe mmoja kama mwezi mmoja uliopita aliyekaa mitandaoni, aliulizwa ndo haya, fasuilu faaftau bighairi ilm fadhallu wa adallu. Aliulizwa kuhusu unabii, wasemaje kuhusu baadhi ya watu wanaodai unabii, akajibu kwa mujibu wa maslahi yake, kwa ajili ya kutetea maslahi yake na cheo alichokuwa nacho. Katika maneno aliyozungumza akasema kwamba sisi Waislamu jambo la unabii lishakatika, halipo tena, na ni haki kwamba Uislamu unabii ushakatika na hauendelei tena, lakini kwa wenzetu unabii unaendelea. Kwa hiyo hakuna kuzozana katika hili. Sasa nilikuwa nataka niwaambie Waislamu kwamba sisi katika istilahi zetu na katika imani zetu kama Waislamu, la nabiyya ba'da Muhammadin, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunaona wenzetu wa Kristo, tunawasikia zote, kuna manabii, kuna mitume. Sasa ni vizuri tukasoma vizuri kwamba haya ambayo wenzetu wanajinasibisha nayo yapo katika vitabu vyao, hayapo kwenye vitabu vyetu. Sasa kama yako kwenye vitabu vyao, tunawaacha na vitabu vyao, kwamba kuna manabii na mitume. Tukija kwetu katika Uislamu, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona kwamba ni sala tu la kufahamu mambo haya na kuheshimiana vizuri. Akisoma vifungu katika Bible kwamba fulani anasema hivi, huyu fulani anasema hivi, akavikusanya vile vifungu na kuwaeleza Waislamu, jamii ya Waislamu inayomsikiliza, na ni shekhe huyo. Sasa ukiangalia unabii unaotajwa na ndugu zetu wa Kristo ni unabii kwa mujibu wa vitabu vyao, kwamba sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kupata shida juu ya mtu kuitwa nabii au kuitwa nabii mkuu. Sisi kama Waislamu si katika imani zetu juu ya hayo, lakini ni katika imani zao wao. Sasa ukiangalia pia katika Mathayo 23:34 pia inasema, kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi. Hiyo ni Mathayo 23:34. Anazungumza kwa mujibu wa ushekhe wake kwamba hao hawana neno, kwa hiyo hakuna haja ya kuzozana katika hili. Kwa hiyo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa mujibu wa imani za wenzetu wa Kristo, uko utume ambao tunaona katika Biblia Yesu anawapa watu wake huo utume. Sasa watu watapoitwa manabii kwa imani za wenzetu, au kama huyo ambaye anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kukwazika, kwa sababu si imani yetu sisi kama Waislamu. Kwa hiyo Mheshimiwa Judevi ambaye anaitwa kama nabii mkuu, anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, si kwa imani zetu sisi kama Waislamu. Kwa hiyo na kila mtu ana imani yake. Sisi kama Waislamu tutaendelea kuwa na mahusiano na watu wa dini zote na watu wa imani zote, na kwa kadri ya mtu anavyojiita au anavyoitwa na kutambulika kwa nafasi yake, lakini kila mmoja atabaki na imani yake. Ittaqillah, muogope Allah jalla wa ala ewe Sheikh, na ujue kwamba utakutana Allah jalla wa ala. Na watu kwa sababu hawajui dini wanamsupport katika hilo. Umezungumza kwa ufasaha, mashekhe wote wangekuwa kama wewe, safi sana. Mtu kama huyu asipowekwa sawa katika maneno yake anawapoteza watu na yeye anahurika, na litamwangamiza hilo asipokuwa makini. Amuogope Allah jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza sisi kwamba amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wote. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, qul ya ayuhan nas, sema enyi watu. Hapa haimvui mtu yeyote, imma awe ni muislamu au kafir. Inni rasulullah ilaikum jami'a, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi nyote.
nyote mimi ni mjumbe wenu, nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Saba, wama arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira, na hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa uwe ni mjumbe wa watu wote, hali ya kuwa ni kubashiria watu khairi ya janna watakompekesha Allah jalla wa ala kutekeleza amri zake, na kuwahofisha kwa kuwaonya kutokana na moto wa Allah jalla wa ala watapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kufanya uovu waliokatazwa nao. Hizi ni ayat zinazoeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa watu wote. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya nyingine, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad ni baba wa mmoja wenu katika wanaume zenu, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, lakini yeye ni mjumbe wa Allah na ni mwisho wa manabii. Hizi ni nusus katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja ni nabii wa mwisho, na yeye kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika Allah jalla wa ala anakemea wale ambao wanaweza kuja kulidai hilo la unabii. Soma katika tafsiri za Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, hakuna dhalim zaidi katika wale wenye kumzulia Allah uongo kuliko yule ambaye amemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Au qala uhiya ilayhi, au akasema mimi napewa wahi, wala yuha ilayhi shay, na hali yakuwa hakupewa wahi kwa chochote, akaamua tu kwamba mimi ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vyovyote awavyo, awe ni muislam au kafir, akajiita ni nabiyullah. Huyo ni akfarun nas wa afjaruhum mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana imepokelewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu inda al-Bukhari, يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي, nimepewa mambo matano ambayo hajawahi kupewa nabii kabla yangu yeyote. Nusirtu birru'bi masirata shahri, nimenusuriwa kwa kuogopa mimi masiratu shahri, mwendo wa mwezi mzima. Watu walikuwa wakisikia habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama yuko sehemu ya mbali kiasi cha masafa ya mwezi mzima, anatetemeka mtu huyo, hata kama ni mfalme. Allah amempa jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuogopwa. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, na imejaliwa ardhi hii yote kuwa ni sehemu za kuswali na kadhalika ni tahara. Sehemu yoyote ambayo fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salah falyusalli, popote mtu itakapomdiriki swala, popote atakapokuwa basi na swali sehemu hiyo. Hakuna udhuru katika swala kwamba unajua mimi sina udhu, hii sehemu naona kama ina mikojo hii. Hakuna udhuru katika jambo la swala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jambo hilo, na waliotangulia walikuwa wakiswali katika mahekalu, hawaswali sehemu yoyote wala hawafanya ibada katika sehemu yoyote, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya ardhi yote ni tahara na ardhi yote ni sehemu ya kuswalia. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasallam, wa uhillat liyal maghanim, na nimehalalishiwa ngawira, mali zinazopatikana wakati wa mapigano baina almuslimin wal kuffar, jihadi ya haki, waislamu wakashinda, wanachukua ngawira. Waliotangulia katika manabii walikuwa wakikusanya mali zile wanazichoma, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amehalalishiwa kuzila na akagawiwa mafungu katika Qur'an. Walam tahilla li ahadin qabli, na haikuwa halali kabla yangu mimi, haijaikuwa halali kabla yangu mimi katika manabii waliotangulia. Wa u'titu ash-shafa'a, na nimepewa uombezi, ash-shafa'atul uzma, amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuombea watu wahukumiwe baina yao, kadhalika wahukumiwe baina ya watu wa motoni na peponi, baada ya kuwa watu washateseka katika viwanja vya mahshar. Nasallallahu alafiyata wassalama. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasujudu hamshana Allah, asujudu, ataomba na kumnyenyekea Allah jalla wala siku ya kiyama, huku watu wakiteseka, wale wenye madhambi na watu hawajahukumiwa kuingia peponi na motoni. Kisha Allah atamwambia anyanyuke aombe anachokitaka, ataomba Mtume sallam, kisha atapewa ile shafaa, atakubaliwa shafaa yake, na hakupewa nabii yeyote kabla asiyekuwa yeye, ash-shafaatul uzma. Kisha mahallu shahid, mahali pa ushahidi wa maneno yetu, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa,
na walikuwa manabii. Nabii yeyote aliyetangulia kabla yangu anatumwa kwa watu wake maalumu. Wa bu'ithtu ila an-nasi amma, na nimetumwa kwa watu wote. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watu wote, waislamu na makufar. Man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, atakayetaka ataamini, atakayetaka atakufuru. Lakini Mtume sallama ni watu wote, ametumwa kulingania risala aliyopewa Allah jalla wa ala, na ni wajibu kwetu sisi kufuata. Asiyefuata huyo ni motoni, na atakayefuata huyo ni katika janna. Sallallahu yaj'alana min ahli aljanna. Sasa wewe shekhe, kama wewe huzijui nusus kama hizi mpaka wazungumza maneno kama yale kwa ajili ya kuwapoteza watu kwa kutetea maslahi yako, humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, huogopi kwamba utaulizwa na Allah jalla wa ala vile unavyopoteza watu na kuwababaisha na watu wakakuelewa kwa sababu una manzila kwa watu na cheo. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wa mfano wake wamuogope Allah jalla wa ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Jawab as-Sahih liman badala din al-Masih anasema rahimahullah ta'ala, man idda'a an-nubuwwa, yeyote atakayedai unabii baada ya unabii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kadhib, na hali yakuwa ni muongo katika madai yake, fa huwa min akfari al-kuffar, huyo ni katika makafiri zaidi kuliko makafiri wote, wa adhlami adh-dhalimin, na ni dhalim zaidi kuliko madhalimu wote. Hayo maneno yanapata katika kitabu cha Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala al-Jawab as-Sahih. Ndugu zangu waislamu, inatakiwa watu muogope Allah jalla wa ala, na hasa walioaminiwa na waislamu kuiongoza dini yao. Msiwapoteze watu kwa sababu ya matashi ya nafsi zenu. Wallahi tutakuja kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ni wangapi wanaopoteza watu? Huyu ni mmoja, lakini watu wengi wako wengi wa mfano wake. Mtu akasimama akazungumzia jambo la batil, akahalalisha ya haramu, akahalalisha mziki. Tunaona katika mitandao ahalalisha mziki, watu waitikia Allahu akbar, Allahumma salli wa sallim alayhi. Ittaqullah ayuha nas, ittaqullah ayuha al-umana. Na mfahamu kwamba maisha haya ni mafupi, na wallahi tutaulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu aandae maswali ya Allah kuyajibu. Utamjibu nini Allah jalla wa ala? Umepoteza waislamu wangapi? Utabebaje mizigo ya watu? Kwa nini usitosheke na kile unachokifahamu katika dini ya Allah na ukamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Kama fanya uovu wa nafsi yako, usiwapoteze waislamu. Irhamun nas ayuha almashayikh, wahurumieni watu mnaoongoza. Enyi mashekhe mnaoongoza waislamu, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Warejesheni watu katika Qur'an na Sunna kwa mujibu wa vile walivyokuwa salafu salih, kwa sababu wao naqalu ilaina ad-din, wametunukulia sisi dini. Wao wana haki zaidi ya kufuatwa. Ufahamu wao katika mambo ambayo yanatutatiza na kuangalia walifahamu vipi nusus, kwa sababu hakuna aya au hadithi wala mafunzo yote katika Uislamu isipokuwa wao waliyajua, na wanajua aya hii ilishuka lini na kwa nini imeshuka na ni wapi imeshuka. Kwa hiyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala yuhannas, na kadhalika watu wajitaalamishe dini yao ili tufike mbele za Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tumesalimika nyoyo zetu kutokana na madhambi mbalimbali, na tufike mbele za Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa ni suada, ni watukufu, kwa sababu utukufu wa mtu ni dini yake, na huwezi kuwa na dini sahihi mpaka dini uliyoisoma, ukajifunza dini yako, ukafanya ibada kwa mujibu ulivyofunzwa na mtume wako sallallahu alaihi wasallam.